Jaji mkuu wa zamani wa Kenya Dr. Willy Mutuga, wakili mwandalizi Martha Karua na watu wengine wanne wamefungua kesi katika mahakama ya haki ya Afrika Mashariki EACJ dhidi ya serikali ya Tanzania, wakishtumu kwa kuwaweka kizuizi kinyume na sheria, kukatazwa kuingia Tanzania na kufukuzwa. Ni kwamba kikundi hicho ambacho pia kinajihusisha wanaharakati wengine wanne na watetezi wa haki za binadamu Gloria Kimani, Lainguni, Hussein Khalidi na Hanifa Ndani wanadai kuwa haki zao kama raia wa Afrika Mashariki zilikiukwa wazi walipozuiwa kuingia Tanzania kufuatilia kesi ya uhaini ya kiongozi wa upinzani Tundu Lissu. Sasa wanadai msaada wa umma kutoka kwa serikali ya Tanzania pamoja na fidia ya jumla na maalum kwa uchaguzi wa kiakili, madhara ya sifa na gharama za usafiri walizopata wakati wa tatizo hilo. Walalamishi wanadai kuwa mnamo Mei 18 mpaka 19 mwaka 2025 walizuiliwa bila maelezo katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere jijini Dar es Salaam. Walinyang'anywa pasipoti zao na baadaye walirudishwa nchini Kenya. Wamebainisha kuwa walikuwa Tanzania kama sehemu ya ujumbe wa kimataifa wa uangalizi walikusudia kuhudhuria na kufuatilia kesi ya Lissu ambayo ilipangwa kuanza Mei 19. Katika ombi lao, kundi hilo linaishtumu Tanzania kwa kukiuka masharti mengi ya mkataba wa Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC, ikiwa pamoja na yale yanayohakikisha utawala na sheria, utawala bora, wazi na haki vinatekelezwa kwa uhuru katika nchi wanachama. Kesi hiyo pia inadai kutengwa kwao kulizofisha ushirika wa raia na kukiuka kanuni ya haki wazi. Walinyimwa fursa ya kufuatilia kesi za kisheria za umma zenye umuhimu wa kikanda. Kesi hiyo iliwasilishwa pamoja na walalamikaji wawili wa maslahi ya umma, Chama cha Wanasheria wa Afrika Mashariki EALS na Umoja wa Wanasheria wa Afrika Pan-African. Inasema kuwa hatua za Tanzania haziendi na ibara. Walalamishi pia wanataka kuondolewa kwa nukuu za kukataliwa na kuingia kutoka kwa pasipoti zao na amri ya mahakama inayozuia Tanzania kutokana na ukiukaji zaidi wa harakati huru za raia wa Afrika Mashariki. Kesi hiyo inatarajiwa kuhamishiwa kwenye mahakama ya EAC mjini Arusha, ambapo tarehe inatarajiwa kuwekwa na mahakama katika wiki zijazo kwa maelekezo. Hii hapa ni Kakabenja TV. Usisahau kusubscribe YouTube channel yetu. Kakabenja TV ni yetu sote. Follow us on Facebook, Instagram, TikTok, X or Twitter. Kakabenja TV. Yetu sote.